Zanguni waandishi wa habari, wanasimba na Watanzania kwa ujumla. Kikosi kinaondoka, tayari tumetaja tarehe ya kuondoka. Lakini tungependa kuwapa ratiba kabisa pamoja na kuwatangazia viingilio ili maandalizi ya wanasimba yaanze mapema kuanzia sasa tutakaporejea kutoka Misri, iwe ni kazi ya utekelezaji pekee na sio kazi ya kuanza kupeana ratiba. Kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na matumizi ama utumiaji wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Nichukue nafasi hii kuwatoa hofu wanasimba ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanyiwa inspection kwa maana ya ukaguzi. Maafisa kutoka CAF walikuja hapa wiki iliyopita, wakaenda wakafanya ukaguzi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bado majibu hayajatoka, lakini wakati wanafanya ukaguzi, mazungumzo mnayozungumza nao wale ambao wanafanya ukaguzi wanakuambia ama wanasema kwamba kuna improvement kubwa baada ya kufanya ukaguzi mara ya mwisho na ukaguzi ambao umefanyika hivi sasa. Yaani kuna maboresho makubwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema kwamba iko zaidi ya 100% Simba Sports Club kucheza mechi yake ya robo finali dhidi ya Al Masry tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nyote mnakumbuka msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari. Na sisi tuishi humo kwenye kauli ya kiongozi wetu wa nchi ya kwamba Benjamin Mkapa yuko tayari. Na ndio maana sisi tunafanya maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa, kwa sababu tuna assurance na mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wanasimba, hatuna muda wa kusubiri. Tunafanya maandalizi yetu ya mchezo wetu wa tarehe 9, mchezo wetu wa marudiano kuelekea Benjamin Mkapa. Kuelekea katika mchezo huo, viingilio tunavitangaza kabisa na tiketi zinaanza kuuzwa kabisa kuanzia hivi sasa. Na tunapotangaza viingilio hivi sasa na tiketi hivi sasa, maana yake tunataka watu waanze kununua kuanzia sasa. Mtu asikae akasema ngoja nisubiri matokeo ya kule Misri yatakuwaje. Ya kule Misri matokeo hayapaswi kuathiri kabisa sisi zoezi letu la kuja uwanjani. Matokeo yoyote tutakayoyapata kule Misri dhidi ya Al Masry yawe chachu ya kutufanya tuje wingi katika mechi ya tarehe 9 dhidi ya Al Masry hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo viingilio katika mchezo huo, VIP A itakuwa ni shilingi 40,000, VIP B ni shilingi 30,000, VIP C ni shilingi 15,000, machungwa ni shilingi 10,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Tiketi zinaanza kuuzwa kuanzia sasa, maana yake wanasimba tuanze kununua kuanzia sasa. Hii mechi ni mechi ya maana mno kwetu wanasimba na tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Lakini vile vile tunayo kategori ya Platinum kwa shilingi 150,000 na Tanzanite kwa shilingi 250,000. Kwa upande wa Platinum, atakayenunua tiketi ya Platinum atapatiwa usafiri bure kutoka hoteli ambayo tutaichagua yenye hadhi ya nyota 5. Utakwenda mpaka uwanjani Benjamin Mkapa ukisindikizwa na king'ora. Utafika Benjamin Mkapa, utapokelewa kwa heshima na taadhima kulingana na hadhi ya fedha ambayo umelipwa. Utapelekwa mpaka katika viti vyenu, mtatulia zenu pale na mtakuwa mnapata vinywaji laini kutoka Mokola, na mwishoni mapumziko mnakwenda kupata chakula kwa ajili ya kuhanikiza, na baadaye mnaingia tena kwenye magari yenu, mnarudi mpaka hotelini, mnaenda kushangilia nyama amekwenda nusu finali na familia zenu. Kwa upande wa Tanzanite, unapewa tiketi, unapewa kifurushi kutoka Simba Sports Club pamoja na car gate pass ambayo itakuruhusu wewe kuingia uwanjani bila usumbufu wa aina yeyote ule. Kuelekea katika hamasa ya mechi hii dhidi ya Al Masry, nataka mtambue ya kwamba
tumedhamiria mechi hii kuingiza mashabiki wengi zaidi, sanjari na kuvunja rekodi yetu sisi wenyewe ya kuingiza mashabiki wengi msimu huu. Mpaka sasa rekodi kubwa tulioweka ya kuingiza mashabiki wengi kwa msimu huu ni mechi baina ya Simba na Al Ahly Tripoli ambayo tuliingiza mashabiki 1046. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Al Masry tunataka kuvuka idadi ya mashabiki 1046. Maana yake tunataka kuingiza mashabiki kuanzia 1050 mpaka 1060 kwa maana ya full capacity. Na hili kwa wanasimba linawezekana sana ukiangalia umuhimu na ukubwa wa mchezo wenyewe. Lakini kama kawaida yetu tumeandaa mfululizo wa matukio kadha wa kadha kwa ajili ya kutengeneza hamasa, kuuza tiketi na kufanya mchezo wetu huu wa kesho, mchezo wetu huu uwe ni mchezo maarufu zaidi kati ya michezo yote itakayopigwa kwenye hatua hii ya robo finali. Kama kawaida tutakuwa na kispika ambacho kitapita tawi kwa tawi, mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kufanya hizo hamasa. Tutakwenda kufanya uzinduzi wa kispika siku ya tarehe 5 ambayo tutafanyia katika tawi la Mbezi, stendi ya Mbezi, sio Mbezi Magufuli na sio terminal, stendi ya vidaladala zile za kwenda Bagamoyo, Msata, Mboga, Chalinze. Pale kuna watu wetu pale wa Simba, hamasa yetu, tutakwenda kufanya uzinduzi pale, na itakuwa ni uzinduzi mkubwa kuwahi kutokea kwa sababu inawahusisha wanasimba wengi, wanasimba wa Chalinze, wa Vigwaza, wa Bagamoyo, wote tunakutana pale Mbezi kwa ajili ya kwenda kufanya uzinduzi mkubwa wa hamasa ya kuelekea mchezo wetu wa tarehe 9. Lakini vile vile tutakuwa na mwendelezo wa kispika katika matawi mbalimbali. Tutakwenda kwenye tawi la Tabata Matumbi, lipo katikati hapo Tabata Dampo. Wapo wanasimba hapo wanatusubiri kwenda kuwauzia tiketi na kufanya hamasa kubwa. Baada hapo tutaelekea tawi la Simba bana, wanaitwaje kule? Mwambi sio. Machinjoni pale. Achana Vinguti. Kama unataka mshibai ili Mazizini. Nani anauza ng'ombe wewe? Stara anamiliki mbuzi. Tawi la Simba Mazizini liko Ukonga, na wenyewe kule ndugu zetu tunakwenda kuwafanyia hamasa kwa ajili ya kuelekea mchezo wetu wa tarehe 5. Hatujamaliza hapo, tutakwenda vile vile kufanya hamasa katika tawi la Simba Tandika Azimio. Wanasimba wenzetu wa huko na wenyewe wanatusubiri kwenda kuwapelekea kispika. Ukiangalia safari hii tumekuwa na matawi mengi ya kuyatembelea na kufanya hamasa kwa sababu tunataka watu wengi zaidi waje uwanjani, na ndio maana tutakuwa na mfululizo wa safari ya matawi mengi kweli kwa ajili ya kuwavuta mashabiki wengi waje uwanjani siku hiyo Benjamin Mkapa iwe full house. Lakini nyie mnafahamu sisi ni wale wataalamu wa kubuni matukio yenye mvuto wa hali ya juu kwa ajili ya kutengeneza hamasa. Safari hii tumekuja na tukio la kipekee kabisa ambalo tunaamini litakwenda kuwa chachu kubwa na kuwafikia watu ambao hawajafikiwa kwa muda mrefu kuja kushabikia Simba Sports Club. Tumeandaa safari hii bonanza ambalo litahusisha wafanyakazi wa benki mbalimbali Tanzania ambao ni mashabiki wa Simba. Bonanza hili linaitwa Simba Bankers Bonanza. Wafanyakazi wote wa mabenki yote Tanzania ambao ni mashabiki wa Simba watashiriki bonanza hili kupitia mabenki yao. Tayari tumeshapeleka barua ya mialiko katika mabenki mbalimbali na tunaendelea kupeleka mialiko kwa mabenki yote Tanzania ili washiriki katika bonanza hili. Bonanza hili litafanyika siku ya Jumapili ya tarehe 6. Tupo katika wiki ya hamasa na litahusisha mabenki yote ambayo yatathibitisha na yatakubali kushiriki katika bonanza hili. Sharti la moja
ni lazima wawe mashabiki wa Simba Sports Club wanaounda timu ya benki yao husika. Hivyo basi, benki yeyote ambayo inahitaji kushiriki Simba Bankers Bonanza, tuwasiliane tuweze kuwaletea mwaliko waje washiriki bonanza hili. Tunatanua wigo na kufikia mashabiki wengi zaidi ili kuvutia mashabiki wengi zaidi kuishangilia timu yao. Tulianza mabonanza haya kwa kushirikisha matawi ya Simba wenyewe kwa wenyewe. Mechi iliyopita tukafanya bonanza kwa kushirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu vyote vya Dar es Salaam, na sasa tunafanya bonanza kwa kushirikisha mabenki yote ya Tanzania yaje yashiriki katika bonanza hili. Bonanza hili litafanyika katika viwanja vya vyuo vikuu vya Dar es Salaam kuanzia asubuhi ya tarehe 6 mpaka usiku wa tarehe 9. Na kumbuka tarehe 7 itakuwa ni Karume Day, Jumatatu, hakuna siku kuu. Kwa hiyo tutakesha hapo viwanja vya chuo kikuu mpaka asubuhi yake, watu wanaendelea kununua tiketi. Kutakuwa kuna zawadi mbalimbali kwenye bonanza hili. Ipo zawadi ya kikombe kwa maana ya kumtambua mshindi. Kuna zawadi ya medali kwa mshindi wa kwanza na wa pili. Kuna zawadi ya seti 15 za jezi za Simba Sports Club za Mo Kola, kwa maana ya jezi za kimataifa tutampa mshindi wetu, na vile vile tutawapa tiketi. Hivi tiketi ngapi tumesema? 25. Tutawapa tiketi 25 benki ambayo itashinda kwenye Bankers Bonanza, na vile vile tutawapa car gate pass na usafiri wa Costa wa kuwapeleka uwanjani siku ya mechi na kuwarudisha benki kwao na kusambaana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuyaalika mabenki yote ambayo yangependa kushirikiana na Simba Sports Club katika bonanza hili, tuwasiliane. Na kwa wale ambao tayari wameshapokea barua zetu, basi wathibitishe kushiriki kwa maslahi mapana ya wao kutanua wigo wao wa kufika uwanjani, lakini vile vile na wao kupata nafasi ya kushiriki haya mazoezi. Lakini kama haitoshi, wana Simba tukajuana kutoka katika mabenki mbalimbali kuelekea katika mechi hii, kutokana na ukubwa na umuhimu wake, pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela. Lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu. Kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al-Masry inasema hii tunavuka. Ukisha sema hii, una pause kidogo, usiunganishe hii tunavuka, alafu usiseme hii, lazima utolee tumboni kwa sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka ina maana gani? Inamaanisha kwamba kwa misimu 5 tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo finali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu finali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hii imuingie kila mchezaji wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Hii imuingie kila shabiki wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Safari hii tunavuka kwenda hatua ya nusu finali. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, natumai nimekava kila eneo, lakini ningependa tu kuwapa taarifa kuhusiana na mchezaji wetu Shemalon Fondo, ambaye nyote mnafahamu ya kwamba alipata majeraha katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC. Kwa sasa Shemalon yuko Morocco akiendelea na matibabu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tayari ameshafanyiwa matibabu kwa awamu ya kwanza na sasa anaendelea vizuri. Tunasubiri madaktari watuambie baada ya matibabu ambayo amefanyiwa pengine atakuwa nje kwa muda gani, tutakuja kuwajulisha. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba wanasimba wamuombe
kijana wetu aweze kupona kwa haraka, aje aipiganie Simba, kwa sababu tuna nusu finali na tuna finali na tuna mechi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunamhitaji hapo Shemalon Fondo aje kuongeza nguvu, tutimize malengo yetu msimu huu. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, kwa upande wangu mimi ambao nimeandaa nimeamaliza. Chiko Shindi, kuna ambacho nimesahau baba? Vyote viko sawa Sawa. Katibu wangu lazima nimuulize kama kuna mahala kumepelea. Baba, mimi nimemaliza. Kama kuna maswali karibuni. TV anauliza vipi wale ambao walinunua tiketi kwenye mchezo dhidi ya Constantine na mechi ikaenda kuchezwa bila mashabiki. Wale wote ambao walinunua tiketi kwa ajili ya mchezo dhidi ya Constantine, tiketi zao watazitumia katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al-Masry. Kwa yule ambaye aliitunza tiketi yake, basi itatumika katika mchezo huu. Kwa wale ambao walinunua tiketi za platinum, rekodi zao zipo, kwa hiyo watapigiwa simu moja moja na kuambiwa kwamba tiketi yako bado iko hai. Hivyo kama una nia ya kuja Benjamin Mkapa tarehe 9, thibitisha ili tukupe utaratibu mwingine. Kwa wale wote ambao walinunua tiketi zao, kuna wengine walisamehe, walisema mtu alinunua tiketi ya 5,000, 5,000, what is 5,000? Kwa hiyo kuna ambao walisamehe, lakini kuna ambao walisema nasubiri mechi nyingine. Kwa wale wote ambao wanatudai tiketi zao, watazitumia kuingia katika mchezo wetu dhidi ya Al-Masry. Kutoka RTV ameuliza kuhusiana na big screen. Yeah, very good question. Ni kweli mechi na Constantine tulifanya big screen pale Mwembe Temeke, Mwembe Mbuzi Temeke pale, na ilikuwa very productive kusema kweli. Watu walipenda sana ile, na niseme tu mechi yetu ya tarehe 2 ambayo itapigwa pale Misri, tupo kwenye mchakato wa mwisho wa kuandaa big screen. Wakati Simba anacheza kule Misri, hapa nyumbani Tanzania, wana Simba tukutane sehemu moja ya pamoja, tuangalie mechi kwa pamoja. Tutawajulisha tukishamaliza logistics za ndani, lakini mpango huo upo. Khalidi kutoka ITV anauliza, hatujacheza mechi kwa muda mrefu. Je, haiwezi kuathiri performance ya timu kuelekea katika mchezo huo? Ili swali ni kualike kesho kutwa alfajiri, timu ikiwa inaondoka. Utamuuliza Mwalimu Fadlu, atakuwa na majibu nadhani mazuri ya kujitosheleza, ukaridhika, kwa sababu wewe ni mtaalamu. Sasa mimi nikikujibu hautoridhika, konjo Mwalimu Fadlu akujibu. Lakini nikwambie tu kwamba, ama nikutoe hofu tu ya kwamba hatujacheza mechi hapa kwa sababu iliingia kalenda ya FIFA. Kwa hiyo sio kwamba hatukucheza mechi ili tujiandae na Al-Masry, no. Hatukucheza mechi kwa sababu ya kalenda ya FIFA iliyopo. Na nikwambie hata mechi ya tarehe 27 ya kesho dhidi ya Bigman, kwa namna moja ama nyingine, Simba Sports Club kwa kushirikiana na TFF tukakubaliana mchezo huo uchezwe ili wachezaji wetu wapate hiyo rhythm ya kimashindano. Lakini kama haitoshi, wachezaji wetu wengi wamekuwa bize wiki hii kimashindano. Ukiachilia mbali hawa ambao wako kambini, tumecheza mechi za kirafiki hapa, hizo usikihesabie. Lakini jana mimi nilikuwa naangalia mechi ya Taifa Stars huku na furahi kwa sababu namuona Shaba anacheza, amepata game time na match fitness. Namuona Kapombe anacheza tena na maliza dakika 90 anapata match fitness. Namuona Kibu Deng anawakimbiza Waarabu, anapata match fitness. Namuona Kagoma alivyoingia nikafarijika kwa sababu anapata kwa hiyo hatuko pabaya. Tunakwenda kucheza na Al-Masry tukiwa tumeshafanya kila kitu kizuri kuelekea katika mechi. Sasa kitaalam zaidi atakufafanulia Mwalimu Fadlu. Kutoka Yoma anaulizia kuhusiana vipi kama Benjamin Mkapa isiporuhusiwa.
sisi watu positive huwa hatuzungumziagi negative. Sisi tunachoamini Benjamin Mkapa itaruhusiwa, na ndio maana nguvu yetu yote tumeielekeza Benjamin Mkapa. Vipi kama isiporuhusiwa? Huo upande wa hatujui, yani hatujui huko kukoje, kwa hatuwezi kuzungumzia. Mawili ya mwisho tuagane. Ndio bana. Hujauliza siku nyingi. Kuhusiana na ndege ambayo moja kati ya wanachama waandamizi wa Simba Sports Club walitangaza, na of course ikazua hamasa kubwa kwa mashabiki wengi wakitaka kufahamu utaratibu ukoje. Niseme tu ya kwamba zipo jitihada ambazo zilifanyika na zimeendelea kufanyika kuhakikisha kwamba tunapata usafiri utakaoweza kuaccommodate mashabiki wengi na kwa njia rahisi na nyepesi ya kuwawezesha kufika Misri kwenda kuisapoti Simba yao. Niseme tu mpaka hivi sasa bado mipango hiyo haijakamilika. Kama itatokea taarifa nyingine yoyote, basi tutawajulisha na tutawapa utaratibu rasmi namna gani watu wanaweza kusafiri. Timu inasafiri tarehe 28, lakini mechi ni tarehe 2. Kwa hiyo kama kuna chochote hapo kabla ya tarehe 2, basi tutawajulisha, tutawapa utaratibu, watakuja hapa klabu, watasimamiwa na jambo hilo litafanyika. Mkiona kimya, jua utaratibu ambao tunakusudia kufanya umeshindikana, na mtalazimika kuisubiri Simba Sports Club itakaporejea Tanzania kwenda kuisapoti Benjamin Mkapa. Ameuliza kuhusiana na swali la dabi. Dada yangu kutoka Mtanange TV, usichanganye makande na pilau. Leo ilikuwa ni siku ya pilau. Asante. Kwa na wiki 2 thabiti za maandalizi kuelekea mchezo huu dhidi ya Bigman. Pamoja na kwamba ni timu mpya kwenye masikio yetu, lakini haiondoi uhalisia kwamba ni mechi ngumu. Timu mpaka inafanikiwa kufuzu kufika hatua kama hii, maana yake ndani yake ina ubora usiomithilika. Tunafahamu wote ya kwamba ziko timu kubwa ambazo zimeshaondolewa kwenye michuano hii ya kombe la CRDB. Kwa hiyo ukiona timu iko hapa sasa hivi, maana yake hiyo timu ina ubora wa kufika hapa. Hivyo mechi yetu sisi na wao katika mchezo huo wa kesho hautakuwa mchezo mwepesi, na sisi tunamtazama Bigman kama mpinzani mkubwa, mpinzani mgumu, mpinzani ambaye atakwenda kutupa changamoto kubwa, na tumejiandaa kwa ukubwa huo. Kuelekea katika mchezo huo, tutawakosa wachezaji 6 ambao wapo kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Wote tumeona jana wakiwa na kazi kubwa ya kuipigania Tanzania pale Morocco. Kwa hiyo hao tutawakosa, lakini wengine wote waliosalia wako tayari na wako timamu kwa ajili ya kuipigania Simba katika mchezo wa kesho dhidi ya Bigman. Taarifa nyingine ambayo tungependa kupeana asubuhi ya leo ni kuhusiana na safari ya timu yetu kuelekea Misri kwenye mchezo wetu wa kombe la shirikisho hatua ya robo finali. Najua wote mnafahamu ya kwamba Simba ndio timu pekee Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara ambayo imebakia katika michuano ya Afrika msimu huu. Na kwa ukanda huu wa SADC zimebaki timu 2 tu, na Simba inakuwa ni timu ya 3, kwa maana ya Mamelodi Sundowns pamoja na Stella Boch na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa ukanda wa SADC tumesalia 3 pekee, lakini kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara amebaki Simba Sports pekee katika michuano ya Afrika. Kwa hiyo ni muhimu na ni vema kila mwana Simba akajinasibu kwa hilo. Tulikuwa wengi, lakini wengi wameishia njiani, amebaki Simba Sports. Na kubaki Simba Sports pekee kwenye michuano hii haiji bahati mbaya, ni kutokana na ubora tuliokuwa nao kwenye upande wa timu yetu. Kikosi chetu kinataraji kusafiri siku ya tarehe 28 alfajiri, kwa maana ya usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis. Tutaondoka na shirika la ndege la Egypt kwa maana Egyptian Air, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja takriban masaa 5
kutoka Tanzania mpaka Cairo, na tutatoka Cairo kuelekea katika mji wa Ismailia kuweka kambi yetu hapo, tukisubiri kuelekea Suez Canal katika mji ambao tutachezea mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kuelekea katika mchezo huo, wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, hapa namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, ambaye jana alicheza vizuri vibaya mno pale Morocco, lakini vile vile Shomari Kapombe, Baba Esther, pamoja naye Abdulrazak Hamza, Kibu Dennis, pamoja na Yusuf Ali Kagoma. Hawa ambao wako Morocco, wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Morocco kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao. Lakini wachezaji wengine ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa, hapa namzungumzia striker refu kuliko goli Steven Desemukwala pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman, ambao wenyewe walikuwa na kibarua nchini Uganda, tayari wameshawasili Tanzania asubuhi ya leo. Moja kwa moja wanaingia kambini na watakuwa sehemu ya msafara kuelekea Misri kwenda kwenye mechi yetu dhidi ya Al Masry. Ndugu zangu waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla, tunakwenda kwenye vita kubwa kweli kweli dhidi ya Al Masry. Ni timu ngumu, tunaitambua hivyo, kwa sababu kufika robo finali haijawahi kuwa kazi nyepesi hata kidogo, hasa robo finali ya safari hii ya kombe la shirikisho, ambapo kila timu ni ngumu na kila timu imejipanga vizuri. Mnyama tunakwenda kucheza na Al Masry. Hakuna timu ya Kiarabu ama hakuna timu ya Misri ambayo unaweza ukaichukulia poa poa. Ni mpinzani mgumu kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Ni mpinzani bora kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Lakini tuseme tu ya kwamba safari hii tumejiandaa iwe iwavyo. Safari hii tumejipanga iwe jua iwe mvua. Safari hii tunataka kuvuka kutoka robo finali ambayo tumekuwa na mkwamo nayo kwa takriban miaka mitano. Safari hii tunataka kuvuka na kwenda hatua ya nusu finali. Robo finali zote ambazo tulikuwa tukiishia, tulikuwa tunazichukulia kama sehemu ya mafunzo kwetu. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tumeshapata exposure na experience ya kutosha. Ukimuona Kibu Dennis alivyocheza jana dhidi ya wa Morocco pale Morocco, ni dhahiri shahiri ya kwamba tayari exposure na experience ya kucheza kwenye michuano mikubwa tayari imeshamuingia. Ukiangalia confidence aliyokuwa nayo Yusuf Kagoma, licha ya kwamba aliingia kipindi cha pili, lakini ule utulivu wake katikati ya dimba mpaka Rabat akasanda akafanyiwa mabadiliko, ni ishara tosha kwamba vijana wetu wameshakuwa na exposure na uzoefu wa hali ya juu sana, na ubora wao huo waliokuwa nao ndio unakwenda kutuvusha safari hii kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Lakini kila mwana Simba ni lazima aichukue hii kuanzia sasa, pamoja na mipango na dhamira tuliokuwa nayo ya kuvuka kutoka hatua hii ya robo finali kwenda nusu finali, lakini haitakuwa nyepesi hata kidogo. Tunakwenda kwenye vita kubwa, tunakwenda kwenye mapambano makali, na ndugu zanguni, kutana na timu zote Afrika hii, usikutane na timu za Misri. Timu ya Misri hata kama inashika nafasi ya 12 kwenye ligi yao, bado inasalia kuwa ni timu ngumu, ni timu bora. Ukiangalia kwenye michuano ya CAF hivi sasa, ni Misri pekee ndiyo ambayo imeingiza timu 4 kwenye michuano ya Afrika. Timu 2 zipo kombe la shirikisho, timu 2 ziko ligi ya mabingwa Afrika. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba wana ligi nzuri, wana ligi bora, na ndio maana timu zao zote 4 zimefanikiwa kufuzu na kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo hakuna mwepesi hapo, awe Zamalek, awe Pyramids, awe Al Masry, awe baba yao Al Ahly. Hiyo mechi ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunakwenda kucheza na Al Masry
tukifahamu ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu usiomithilika, na inawezekana tangu tumeanza hatua ya makundi na hatua ya kufuzu msimu huu, hii ikawa ndiyo mechi yetu ngumu kweli kweli tunakwenda kucheza. Lakini pamoja na ugumu huu, dhamira yetu ambayo tumejiwekea safari hii ni kufuzu kwenda hatua ya robo finali, nusu finali, na insha Allah tutafuzu kulingana na ubora tuliokuwa nao.